Na hii ndio tafsiri halisi ya timu kubwa, kwamba mara nyingi unapopata nafasi ya kumaliza mchezo basi wewe umalize. Muangalie leo hii Dimitar Pantev alipokuwa ameingia katika mchezo wa leo. Unaona kabisa the way alipokuwa amepanga cost yake, lakini approach from the first minute up to last minutes, the way alipokuwa na approach mchezo, unaona kabisa alikuwa anaweza kuugawa mchezo katika msawazo uliokuwa na mlindimo wa kuweza kujihakikishia kusonga mbele. Ndio. Angalia eneo la katikati alipokuwa ameweza kulitawala, angalia eneo la kujilinda alivyoweza kulitawala, angalia engo za pembeni walivyokuwa akifanya. Muangalie Kibu Denis, unamwona kila siku anakuwa mchezaji mwingine kila pale inapofika Simba kuweza kufanya vyema kimataifa. Na hii sio mara ya kwanza Kibu Denis kuwainua Simba na kuweza kuwapa nafasi nyingine. Msimu uliomalizika ni yeye ambaye aliweza kufufua matumaini ya kwenda makundi baada ya kusawazisha goli ambao walifungwa na Al Tripoli. Yeye Mabululu aliweza kukatisha safari, lakini yeye aliweza kufufua safari ya wao wakasonga mbele. Mechi ambayo nyingine walikuja kucheza pasipokuwa na mashabiki, yeye ndo alianza kufungua ufunguo ule wa kwanza kuelekea katika hatua nzuri. Lakini pia wakiwa away ni yeye mwenyewe pia aliweza kuwafanya Simba wajiamini kabisa kwa kuweza kufunga goli la pili na la tatu. Lakini pia amekuwa ni mchezaji ambaye unaweza usimtamani sana kwenye ligi ya ndani, lakini inapokuja ligi ya kimataifa amekuwa ni mchezaji ambaye amejiwekea kiduara chake, ambacho hicho kiduara chake anazunguka yeye peke yake na ufalme wake. Bana, mambo vipi bana michezo wenzetu? Uko vizuri? Mambo ni mazuri kweli kweli kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Tumetoka kushuhudia hapo mnyama ametakata vizuri kweli kweli na kutinga hatua inayofuata, hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Steven Mapunda, umemwona mnyama? Sio leo toka zamani, mnyama ana mpinzani. Sio leo toka zamani, mnyama ana mpinzani. Hatukamati kiki. Sisi ndo Simba, watoto wa Msimbazi. Sijui naimbwaje hiyo bwana, lakini katika nyimbo ambazo zimeimbwa za soka bwana, hapa mnyama hatari kaka. Hapa Simba alipata mnyama anafundisha namna ya kucheza mashindano ya kimataifa. Ndio unajua anaupiga mwingi mnyama nguvu moja mnyama kwa kimataifa mnyama. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba imetakata Benjamin Mkapa na shughuli kuwa nzuri kweli kweli. Na sasa rasmi timu 4 kutoka kwenye ardhi ya Tanzania zimepenya na kuingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Young Africans ligi ya mabingwa, Simba ligi ya mabingwa, Azam FC kombe la shirikisho, Singida Black Stars kombe la shirikisho. Tanzania kifua mbele. Tanzania imeongeza point nyingi sana kwenye kapu lake lile. Kwenye kapu lake lile shirikisho limebeba point ya kutosha kabisa. Lakini pia na timu na wao wamejikusanyia point. Kwanza wameweza kukusanya alama kufika makundi. Kadhalika pia Singida Black Star. Ila Simba walichokifanya leo Simba ana mpinzani kaka. Wamefanya jambo kubwa mno. Bana, ulikuwa ni mchezo wa aina gani kwa Wekundu wa Msimbazi Simba zidi ya Nsingizini? Lakini unaona hasa nini ambacho kimepelekea mnyama kuonekana bora kwenye dakika hizi 90? Simba wanasema kwamba pila matatu. Pila prison break. Yule kocha yule bwana kiukweli anahitaji aweze kupewa muda ndani ya Simba kabisa, asipewe pressure, aweze kuaminiwa. Na pia inaonekana kabisa kisaikolojia tayari amesha kuwa sawa sawia na wachezaji. Unaona lugha wanaoitumia ni lugha moja, wanaelewana sana kabisa. Lakini pia the way wanaweza kuswitch mchezo kutoka kwenye kudefense kwenda kushambulia, unaona wako well organized.
Nsingizini walikuwa wameingia katika mechi husika wakijua kabisa nothing to lose, wameshapoteza nyumbani kabisa nyuma kwa mabao matatu kabisa. On aggregate tunaona kabisa kwamba tuna 3-0. Sehemu pekee ya kwenda ku level scoreboard ni hapa away, kuweza kuhakikisha kuwa tunaweza kupata mabao matatu ili tuweze kuwa sawia, lakini tuweze kupata mabao 4 ili tuweze kusonga hatua inayofuata. Kwa hiyo stress ilikuwa upande mwingi sana kwa upande wa Nsingizini. Lakini ukiangalia Simba Sports Club ilikuwa tayari imeshajihakikishia kwamba sisi tunasonga kwa gap kubwa sana ya magoli. Na hii ndio tafsiri halisi ya timu kubwa, kwamba mara nyingi unapopata nafasi ya kumaliza mchezo basi wewe umalize. Muangalie leo hii Dimitar Pantev alipokuwa ameingia katika mchezo wa leo. Tunaona kabisa the way alipokuwa amepanga cost yake, lakini approach from the first minute up to last minutes, the way alipokuwa na approach mchezo, unaona kabisa alikuwa anaweza kuugawa mchezo katika msawazo uliokuwa na mlindimo wa kuweza kujihakikishia kusonga mbele. Angalia eneo la katikati alipokuwa ameweza kulitawala, angalia eneo la kujilinda alivyoweza kulitawala, angalia engo za pembeni walivyokuwa wakifanya. Muangalie Kibu Denis, unamwona kila siku anakuwa mchezaji mwingine kila pale inapofika Simba kuweza kufanya vyema kimataifa. Na hii sio mara ya kwanza Kibu Denis kuwainua Simba na kuweza kuwapa nafasi nyingine. Msimu uliomalizika ni yeye ambaye aliweza kufufua matumaini ya kwenda makundi baada ya kusawazisha goli ambao walifungwa na Al Tripoli. Yeye Mabululu aliweza kukatisha safari, lakini yeye aliweza kufufua safari ya wao wakasonga mbele. Mechi ambayo nyingine walikuja kucheza pasipokuwa na mashabiki, yeye ndo alianza kufungua ufunguo ule wa kwanza kuelekea katika hatua nzuri. Lakini pia wakiwa away ni yeye mwenyewe pia aliweza kuwafanya Simba wajiamini kabisa kwa kuweza kufunga goli la pili na la tatu. Lakini pia amekuwa ni mchezaji ambaye unaweza usimtamani sana kwenye ligi ya ndani, lakini inapokuja ligi ya kimataifa amekuwa ni mchezaji ambaye amejiwekea kiduara chake, ambacho hicho kiduara chake anazunguka yeye peke yake na ufalme wake. Kwa hiyo Simba Sports Club wana kila sababu ya kuweza kujipongeza katika hili, lakini pia wameweza kutuma salamu kwamba kwa sasa sisi ndio ambao tuliweza kuwatangulia wote ambao tupo nao kimataifa, tuweza kukusanya alama nyingi na safari tumeendelea kukusanya alama hizo. Basi hii itakuwa ni salamu kwa port number 1 na port number 3 na port number 4. Kwa maana Simba anakwenda port number 2. Kwa hiyo kwenye upangaji wa makundi advantage ambayo anakwenda kuipata ni kwamba atakwenda kumkosa port number 2 mwenzake. Maana hapa atafikiria wa namba 3 pamoja na wa namba 4. Kwa hiyo hapo ina maana kwake atakuwa na faida kubwa zaidi. Kadhalika pia na mtani wake wa jadi Dar es Salaam Young Africa. Lakini kwa upande wa Simba kiukweli ameweza kujitengenezea mazingira mazuri, amepita kwa aggregate iliyokuwa nzuri kabisa, lakini kwa kandanda safi. Dimitar Pantev ni mechi yake ya pili ya ushindani akiwa na Simba Sports Club. Lakini pia kimataifa alipopoteza na Al Hilal, watu walikuwa wameongea mengi sana. Mimi nilisema hapa kwamba Pantev katika mchezo ule alikuwa anacheza kwenye kutesti pattern, kwamba namna gani naweza nikazitumia, namna gani naweza nika approach. Kwa hasa amesha kuipata password, tunaanza kumuona sasa akiwa ana grow siku hadi siku. Ninaamini hata leo hii ukimfuata Pantev ukimuuliza kitu gani ambacho kimekufurahisha, atakwambia nimefurahi kwa Simba kufuzu kwenda hatua ya makundi, lakini sijafurahishwa na jinsi Simba walivyocheza. Naamini kabisa hiyo kauli atakuja kuitoa tena, kwa sababu inaonekana kabisa ni kocha ambaye anapenda timu yake iweze kupossess mpira, lakini iwe na speed zaidi kwenye maeneo. Bana Simba umeiona Simba? Mnyama umemuona mnyama? Bana Mapunda, mimi nataka nifahamu kwenye hizi dakika 90 ambazo zimempatia Simba tiketi ya kutinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kwako nani amekuwa man of the match, ambaye jasho lake limemwagika kweli kweli kuanikiza na kuisaidia Simba kutinga hatua inayofuata, kwa maana hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika?
Of course paka sasa nikiangalia kikosi cha Simba Sports Club almost 70% ni kikosi kipya. Lakini mbaya zaidi kwa sasa benchi la ufundi ambalo linaongozwa na Dimitri Pantev ni wapya ambao wamekuja kufundisha kikosi ambacho kilikuwa kimeitishwa na Fadlu Davis. Kwa hiyo mimi bado naegemea kwa Dimitri Pantev kwamba yeye kwangu anasimama kama man of the match, kwa maana ya kwamba the way alivyoweza ku approach mchezo wa kwanza, kwa sababu hapa tunazungumzia dakika 180, kwa maana kwamba alimezicheza vizuri dakika 90 za kwanza, amekuja amecheza vizuri dakika 90 za pili, lakini pia aliingia watu wakaanza kutoa pressure baada ya kupoteza dhidi ya Al Hilal, lakini wanaojua soka wakasema kwamba ni sehemu ya kuweza kusuka pattern zake. Kwa hiyo upande wangu mimi naona Dimitri Pantev anastahili kwa man of the match, kwa maana kwamba ameweza kuzicheza dakika 180 kwa ufasaha mkubwa zaidi na kuihakikishia Simba Sports Club inasonga sema ambayo imezoea kwenda. Yaani ingekuwa ni habari ya kusikitisha sana kama Simba Sports Club asiweza kusonga kwenda hatua ya makundi. Lakini imekuwa ni habari ya kufurahisha, lakini ni habari ambayo watu wameweza kuizoea Simba kwenda hatua ya makundi. Kwa sasa hivi zitakachokuwa kimebaki ni kuelekea Novemba 3 ambapo upangaji wa makundi utakuwa unafanyika, kuweza kufuatilia kuona Simba atakuwa amekaa kwenye kundi la aina gani, kuweza kuona kaskazini wameingia wangapi, magharibi wameingia wangapi, kusini wameingia wangapi. Kwa hapo sasa kuanza kuzichanga karata kuona kwamba Simba anawezaje kuchanga karata zake, kuzicheza mechi 3 za nyumbani, kuzicheza mechi 3 za away, kuweza kukusanya alama zitakazomfanya kuweza kusonga kwenda hatua inayofuata. Kwa moto huu sasa wa Simba na namna hivi ambavyo wametinga kwenye hatua inayofuata, Steven Mapunda, ukitazama Simba wapi unaiona kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu wa mwaka 2025 2026 ukilinganisha na wapinzani ambao wapo kwenye ligi ya mabingwa kwa msimu huu wa mwaka 2025 2026? Pasipo kupepesa macho kutokana na experience waliokuwa nayo Simba Sports Club, lakini pia na spirit ya upambanaji ambao waliokuwa nayo, no doubt mimi naiona Simba kifuzu kwenda hatua ya robo finali, ambapo wamepazoea kwenda zaidi. Kama mipango itakuwa iko vizuri zaidi, wanasema kwamba under ceteris paribus, kama kila kitu kitakuwa constant, kwamba wachezaji watatoa work rate ya kutosha, benchi la ufundi litafanya kazi yake, mashabiki watafanya kazi yao kama ilivyokuwa desturi, na Simba pia ikapata matokeo kama ilivyokuwa desturi, basi kwenda hatua ya robo finali mimi nafikiri inawezekana ikawa ni sehemu sahihi kwao. Lakini kuvuka hatua ya robo finali kwenda nusu finali, huo ndio mtihani wao mkubwa zaidi. Mimi naitazama ikiwa inafika robo finali. Lakini kwenda hatua ya nusu finali, huo ndio mtihani mkubwa ambao unauacha mikononi mwa Simba Sports Club, kuweza kuapprove what wrong, kwamba sisi sio kuishia robo finali, tunaweza tukasonga kwenda zaidi ya robo finali. Lakini kwa jinsi timu ambazo zimeweza kufuzu mpaka hivi sasa nikiziangalia, ni timu ambazo zinaweza kugawana density, kugawana ule uzito baina ya mataifa, lakini pia na kanda. Tunaiona Simba pia ikiwa na nafasi ya kuzichanga karata zake vizuri na kuweza kusonga mbele kwenda hatua ya robo finali. Ila mtihani mkubwa ni kuvuka hatua ya robo finali kwenda nusu finali. Nusu finali ambao hiyo toka kuzaliwa kwa Simba Sports Club kwenye club bingwa haijawahi kutokea, ambayo itakuwa ndo news ya kutisha sasa. Hiyo itakuwa ni news ambayo wanasema kwamba mtu kala Simba. Mtu kala Simba, sio Simba kula mtu. Simba kula mtu ni kawaida, lakini ukisikia mtu kala Simba nashtuka. Kwa Simba kwenda hatua ya makundi ni Simba kala mtu. Simba kwenda hatua ya robo finali ni Simba kala mtu. Lakini Simba kwenda hatua ya nusu finali, hiyo ni mtu kumla Simba kabisa. Yaani ameenda kwenye kichaka,
ameenda msituni, amemuwinda simba, akamkamata na akamtafuna, na sio kumpiga risasi wala akamtafuna mbichi. Yani uwe kapambana naye mpaka amemuua na akamtafuna. Bwana, nguvu kubwa tunaendelea kupewa na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania. Inazalisha na kusambaza bati aina zote, migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matili ya chenga. Zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Kununua mabati bwana, unapata misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutembea nayo kijana wako. Piga simu nambari ambayo unapata kuiona hapo chini, lakini kama itoshi unaweza kunipigia pia kupitia namba yangu mimi ya kiganjani, ili nikupe muongozo mzuri na nikupatie bahati nzuri kupitia 0782055044. Ni 0782055044. Nyuma ya kamera yuko mwamba kama sio chuma kweli kweli, anaitwa Michael Royce, boy from Mwanza. Kwaheri.